Naomba tuketi. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni Jumatano. Tuna wiki moja au siku 7. Jumatano ijayo ni Jumatano ya Majivu. Ratiba ya misa za siku ya Jumatano ya Majivu na siku nyingine ya njia ya msalaba ziko kwenye matangazo, kwenye mbao za matangazo huko nje. Lakini kuna kitabu cha Baraza la Maaskofu, ujumbe wa Kwaresma wa mwaka huu 2026. Lakini ninyi msichoke kutenda mema. Kwa hivyo mtakapotoka hapa nje, basi unaweza kununua nakala ya ujumbe huo wa Baraza la Maaskofu kwa Kwaresma ya mwaka huu. Pili, wengine tayari mmeshaanza kujua kwamba leo ndio siku ile ya ahadi ya lunch na baba paroko. Nimekaa hapa St. Joseph kwa kipindi nilichokaa. Daima nimeshuhudia maisha yenu ya imani, ya umoja kama wanakanisa kuu na wajibu kama wanakanisa kuu. Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi alishawahi kuniambia, na ndivyo tunavyopaswa kuwa, kwamba namna tunavyosali, namna tunavyoshiriki maadhimisho, basi sisi tunabeba taswira ya jimbo, ama tunabeba mshikamano wa kijimbo. Na hivi hiki tunachokionyesha kinapaswa kuwa hivyo pia kule nyumbani, katika maisha ya familia na jumuiya. Inapaswa kuwa hivi pia kazini, katika kutimiza majukumu yetu ya kila siku. Jinsi hiyo mnavyoonyesha hapa kanisa kuu, tukiwa na sala za pamoja au sala binafsi katika shrines zetu za kuabudu kwa Mtakatifu Yosefu, Mama Bikira Maria na Yesu wa Ekaristi. Lakini binafsi nina sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu kwa kulitunza kanisa hili. Watu wa biashara wanasema cash flow determines the power of purchase or the power of expenditure. Unapokuwa na mtiririko au mzunguko mzuri wa fedha unazopokea na kutoa, basi hiyo inaeleza matumizi. If you have a better cash flow, your purchases will be good or will be a mass, and the other way around is also true. Lakini nipende kuwashukuru kwa sadaka, majitoleo yenu na zaka. Cash flow ya St. Joseph mmeiweka vizuri, na kwa sababu hiyo ndio mnaweza kulitunza hili kanisa, mnaweza kututunza na sisi mapadi katika mahitaji yetu. Lakini pia tunapofanya mavuno jimbo, ni kwa sababu ya we have a better cash flow. Lakini pia kila mwaka tunalipa kodi, tunalipa deni la jengo hili la Mtakatifu Yosefu linalofikia milioni 380. Pamoja na yote hayo, sababu cash flow ni nzuri, kaji mwakani tunafikia ukomo wa kulipa, tunahitimisha kulipa hilo deni. Na kwa sababu hiyo ndio tunakuwa na sababu ya kuwa na mipango kwa ajili ya ustawi wa St. Joseph. Kwa hiyo ni matarajio, ni matumaini yetu katika bajeti kwa mwaka huu tuweze kununua gari jipya ya parokia.
Lakini pia kuna huu karabati wa ama kurekebisha mwonekano kidogo wa haya mabenchi tunayokalia. Upande wangu wa kushoto hapa kati, wa kulia hapa kati, ni karibu tunafika pale mwisho, ingawaji bado hayajakamilika, bado hayajang'arishwa na bado hayajawekewa zile sehemu za kuweka vitabu. Lakini yote hayo ni kwa sababu tunaamini na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa majitoleo yenu. Lakini pia Mungu akipenda, katika bajeti tunayo mwaka huu kuanza au kujenga vyoo vya kisasa zaidi. Na kwa sababu hiyo, nikiwa kama paroko, nina sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa imani yenu na kwa majitoleo yenu. Na hivi ndio maana leo niwaombe, baada ya misa hii mtokee mlango mkubwa wa kanisa, tuweze kupata lunch pamoja. Na nadhani mmesikia hata kwenye Injili leo, kinachomwingia mtu akimpi unajisi, na tunaambiwa Yesu kwa kusema hivyo alitakasa vyakula vyote. Kwa hiyo Yesu ametakasa na kitimoto kilichopo pale nje. Kwa hivyo nipende kuwakaribisha kwa chakula hichi. Tusimame. Kama una haraka unaweza ukafanya take away, ukawahi kama unataka kubeba kwenda ofisini. Lakini nikiangalia kwa idadi yenu na chakula tulichoandaa, na wamudu nyinyi nyote. Tusimame kwa baraka.